Mbunge wa jimbo la Shinyanga mjini, Mheshimiwa Patra Abbas Katambi, ambaye pia ni naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, amefanya mkutano wa hadhara wa kuzungumza na wananchi katika viwanja vya shule ya msingi Tauni mjini Shinyanga. Lengo ikiwa ni kuwaelezea mafanikio makubwa yaliyofanyika katika kipindi cha miaka minne ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndani ya mkoa wa Shinyanga. Katika mkutano huo, Mheshimiwa Katambi aliambatana na katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo CCM Amos Makalla, ambapo amesema jimbo la Shinyanga mjini limepiga hatua kubwa kimaendeleo katika sekta ya afya, kwani hospitali ya rufaa ya mkoa huo imekamilika na sasa inatoa huduma kwa wananchi. Katika kipindi ambacho yeye na mimi tumekuwa madarakani, katika kipindi cha miaka minne kwenda mitano, hapa Shinyanga tulikuwa tuna hospitali ya rufaa. Ninapozungumza sasa inafanya kazi, imekamilika, ina vifaa vya kisasa. Ukienda pale unapimwa, mzee wangu, chochote unachoumwa kinaonekana kwenye kompyuta. Iwe unaumwa maini, filigisi, kila kitu kitaonekana pale na unapata tiba yako, unarudi nyumbani ukiwa salama. Habari ya kwenda Muhimbili na Bugando imekuwa zilipendwa. Wananchi hawa wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na mimi mbunge wao niliongoza jahazi hilo kwa thamani, Mheshimiwa Mwenezi, kwa thamani ya shilingi bilioni 7.3. Na bado Mheshimiwa Rais amewaahidi ataleta tena pesa nyingine kwa ajili ya kuhakikisha kwenye majengo yale, kati ya majengo 16 tumeenda kujenga majengo 7. Bado mengine Mheshimiwa Rais ataleta pesa, ikiwa ni pamoja na barabara yetu ile ambayo ya kwenda pale hospitali ilikuwa ni kero. Katika upande wa Ndala na Masekero pale lami inapoishia, tutapiga mtandao wa lami kama kilomita 5 kutoka pale Ndala Masekero kwenda hospitali yetu, na itasonga mpaka Mwawasa kwa thamani ya fedha zaidi ya shilingi bilioni 5 ambazo tumepewa, na tunategemea pesa hizo kwa sababu tayari mkandarasi amepatikana. Jambo hilo tayari baba, tunawashukuru sana, mfikishie salamu Mheshimiwa Rais kwamba tayari tunaanza shughuli. Lakini katika sekta ya afya hiyo, Mheshimiwa Mwenezi, tunayo hospitali yetu pale ya Manispaa. Mheshimiwa Rais kalaza pale mtandao wa bilioni 3, tayari ukarabati umefanyika vizuri. Na hivi karibuni, kabla yule bwana aliyekuwa analeta kuvunja sheria, kabla hajaingia kule ndani, aliingia pale Shinyanga wakiwa wanatoka Simiyu ambako umetoka mheshimiwa, akiwa na msafara wake Bwana Lissu na viongozi wengine, wakafika hapa Shinyanga usiku. Walipofika usiku wakawa wanatafuta sehemu za kulala, wakaenda hospitali yetu Manispaa, wakafikiri ni hoteli. Ni viwango vya shule jinsi ambavyo hospitali ilivyojengwa. Imejengwa kwa viwango vya kisasa na thamani ya shilingi bilioni 3 zimewekwa pale. Hospitali yetu ni nzuri, inaonekana kama hoteli kwa wenzetu. Piga makofi kwa Dr. Kwa upande wake, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo CCM Amos Makalla amesema Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwaletea wananchi maendeleo na kutatua changamoto zao. Wenzetu walipita hapa Shinyanga. Walipokuja Shinyanga wakakosa watu. Sasa nikamsikia Lema wakati watu wanapiga picha, anawaambia jamani, ni aibu mkutano huu asije akapata hizi picha Katambi. Sasa sisi Chama cha Mapinduzi tunaruhusu mpate picha, muelewe hiki ni chama imara, chama kikubwa. CCM oye! Nasimama hapa kwa heshima kubwa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Shinyanga kwa kukipa ushindi wa kishindo Chama cha Mapinduzi. Mmetupa ushindi wa heshima na ahadi yetu. Heshima mliotupa ni deni kwetu. Tunawaahidi Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwaletea wananchi maendeleo na kutatua changamoto zilizo mbele yetu. Nataka niwahakikishie hakuna chama mbadala kinaweza kutatua changamoto za Watanzania. Chama chenye dhamana na wajibu na bajeti kutokana na wingi wa wabunge na kupitishwa kwa bajeti
chenye uwezo huo ni Chama cha Mapinduzi. Najua mlikichagua Chama cha Mapinduzi kutokana na mambo mengi yaliyofanywa katika mkoa huu. Mkuu wa mkoa amenikabidhi kitabu kubwa, limejaa miradi mbalimbali. Mbunge wenu amenikabidhi kitabu kimejaa miradi mbalimbali. Katibu wa chama wa mkoa amenikabidhi kitabu akieleza namna serikali katika mkoa huu ilivyotekeleza ilani ya uchaguzi. Kwa hiyo mimi najua ningemruhusu mbunge wenu angeongea mpaka asubuhi, na mimi najua Wanashinyanga wanajitambua. Wanashinyanga wanajua tulipotoka, tulipo na tunapokwenda. Wanashinyanga ni wachapakazi. Moja, ukiona mtu anasema Shinyanga au mkoa huu hauna maendeleo, la kwanza inawezekana anaumwa, anatakiwa achukuliwe na ambulance mpaka Mirembe Dodoma. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.